ninakuletea ushuhuda wa huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Aston Adam Mbaya. Mungu alimjulisha maono haya kwa habari ya mavazi yenye maua, namna ambavyo shetani anayatumia haya mavazi kuficha alama mbalimbali kwenye hayo mavazi yenye maua. Sasa nimefundisha masomo haya sana, hata wakati mwingine wako watu ambao wamenichukia na wengine wameghadhibika sana kupitia masomo hayo, kwa habari namna shetani anavyotumia mavazi kuwamiliki watu na kuwapandia uharibifu. Sasa nataka nikuletee ushuhuda huu wa huyu mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya. Mungu alimjulisha siri hizi, lakini pia nitakuletea ushuhuda mwingine. Yuko mtumishi ambaye Mungu alimuonyesha dhahiri, na mwishoni nitakuja kukupa ufafanuzi wa maandiko. Karibu usikilize huyu mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya ambaye Mungu alimuonyesha kwa ukubwa mambo haya. Msikilize. Huu ni ushuhuda wa kweli kutoka kwake Nabii Aston Adam Mbaya wa nchini Kongo, aliyepata neema ya kupelekwa na Bwana Yesu katika ziara ya masaa 23 kushuhudia. Karibu tuendelee. Baada ya karakana hii tulienda mahali ambapo tulikuta mafundi cherehani wakishona nguo. Nguo nyingi tunazovaa hapa duniani zinatoka huko. Niliona hata loin clothes, yani vikoi, nguo za kizamani, zile zinazovaliwa kufunika sehemu ya nyuma na mbele tu ya kiuno. Niliona mitindo kadhaa ya nguo, ikiwa ni pamoja na sketi za mitindo ya samaki, suruali za jinsi za mitindo ya wazimu, yani ya kuchanika chanika, ripped jeans ama unaweza kuita crazy jeans. Niliona nguo zilizokuwa na michoro ya maua ambayo ilificha alama ya 666 kwa hila. Na malaika akaniambia, hizi ni nguo za kishetani. Wale wote wanaovaa wanakubali kubeba mapepo ndani yao. Kulikuwa na hata nguo kwa ajili ya watoto wadogo, kwa ajili ya wavulana, lakini zikiwa na michoro ya kike ambazo zilidungwa pepo bahari kwa kila mtu ambaye angezivaa. Niliona nguo zenye picha za kuvutia. Nguo hizi si nguo za kawaida tu, ni zana zinazofanya mapatano na miungano ya kichawi kuwapumbaza watu. Kulikuwa na michoro hii ndani ya nguo za ndani na katika brezia za wanawake, lakini pia katika bidhaa za hariri. Nadhani umesikia ushuhuda wa huyu mtumishi wa Mungu ambaye Yesu alimtumia kwa ukubwa sana kwa ajili ya kuhubiri utakatifu na kuwajulisha watu siri mbalimbali zinazoendelea watu wakifa hapa duniani, namna wanavyoteseka kuzimu kupitia dhambi mbalimbali, na Mungu alimjulisha siri mbalimbali kwa habari ya mbinguni. Unaweza kufuatilia shuhuda zake. Lakini pia yuko huyu mtumishi wa Mungu anaabudu mahali hapa. Mungu alimjulisha kwa habari ya kanga, haya mavazi yenye nembo za maua. Naye pia naomba umsikilize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa siku ya Alhamisi, niliamka saa 6 usiku, nikaingia kwenye maombi mpaka saa 11. Saa 11 kama dakika 59 nikaamua kwenda kulala. Nilipoingia kulala nikaletewa njozi. Letewa zile njozi, akaja binti ameshika kanga. Ile kanga ilikuwa ni nyekundu lakini chini ina maua meupe. Yule binti akaniuliza, unaona nini kwenye kanga? Nikamwambia nayaona maua. Akasema haya sio maua. Nikasema hapana, mimi naona maua. Yule binti akayakuza yale maua kama unavyokuza simu, yani maandishi madogo kwenye simu unayakuza. Akayakuza akawa kwa maandishi makubwa yameandikwa siri za kuzimu. Akaniambia hii ni kwa nje, hii kanga imeandikwa ni kwa nje. Sasa ngoja nikugeuzie ambacho iko ndani ya kanga. Yani kanga ukivaa unavaa kwa nje, wakati mwingine unaweza kuvaa kanga ukageuza ukavaa kwa ndani. Kwa hiyo aliponigeuzia kwa ndani ile kanga, ikawa imeandikwa hiki ndicho kinachowatesa wanawake.
hiki ndicho kinachowatesa wanawake. Nikashtuka kwenye ile njozi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea kusema kwamba mbingu na kuzimu ni halisi. Hauwezi kwenda mbinguni wakati umeambatanishwa na mali za shetani. Lazima kujitenga na vitu vyote ambavyo ni vya shetani. Tumeitwa kujitenga na ulimwengu. Ikiwa unaishi kwa Yesu, unaelekea mbinguni. Unapomfuata shetani, utajiunga naye katika ziwa la moto na kiberiti, kwani shetani hataki kwenda huko peke yake. Katika nyakati za kisasa, tunapoangalia ushirika wa makanisa, ni dhahiri kwamba wanawake ndio roho nyingi zinazohudhuria makanisani na wanaume ni wachache. Lakini niliona kwamba wanaume walikuwa wengi wa roho huko mbinguni na wanawake walikuwa wachache. Kuna wanawake wengi katika makanisa leo, wakati wanaume ni wachache. Lakini niliona wanawake wachache sana mbinguni. Walakini wanaume wachache wanaokuja kanisani, lakini wao ni wengi huko mbinguni. Kati ya roho ambazo niliona mbinguni, 25% ni wanawake na 75% ni wanaume. Imekuwa ngumu zaidi kwa wanawake kuingia kwenye lango la ufalme wa mbingu. Kwa kweli wanawake wengi wameambatanishwa na vitu vya kidunia. Wanahitaji kujitenga na vitu vya ulimwengu. Wanawake watalazimika kuacha vitu vingi ambavyo vinawasababishia ubaya wanapovitumia. Sasa nadhani umeweza kusikia namna Mungu alivyowajulisha kwa habari ya mavazi yenye maua maua yanavyobeba nembo za kishetani namba 666, lakini pia yako maandishi yanafichwa kupitia mavazi haya yenye maua maua. Na mavazi haya yenye maua maua, nilikufundisha ya kwamba mavazi haya yalianzia kwa Adam na Hawa. Shetani alikuwa mwanzilishi wa kuwavesha haya mavazi. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, pale unaona baada ya Adam na Hawa kula lile tunda wakafumbuliwa macho. Walipofumbuliwa macho wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini. Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 7 imeandikwa, wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Unaona, baada ya kufumbuliwa macho, shetani baada sasa ya kuwakosesha na kuwamiliki, tayari wako dhambini, shetani akawaongoza washone mavazi ya majani. Kwa hiyo mavazi mengi yenye maua maua, yale ni majani yanayotokana na mimea. Sasa Mungu hakuyaumba maua ili yavaliwe mwilini. Kumbuka, na neno la Mungu linatukataza tusijifanyie sanamu ya kuchonga. Sanamu ni nini? Sanamu ni mbadala wa kitu halisi. Sasa yale maua ni sanamu ya maua ambayo Mungu ameyaumba halisi, yanawekwa kwenye mavazi. Shetani anakuinulia mashtaka. Anapokuinulia mashtaka, anapata nafasi ya kupanda uharibifu kwako. Unaona, shetani akawafanyia mavazi ya majani akawavika. Mungu hakufurahishwa na haya mavazi kwa sababu hayakuongozwa na Roho wa Mungu. Ndipo unakuja kuona mstari ule wa 21, Mungu anawavua haya mavazi, anawavika mavazi mengine, mavazi ya ngozi. Tusome mstari wa 21. Mwanzo hiyo sura ya 3 mstari ule wa 21 imeandikwa, Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi na akawavika. Kwa nini anawavika mavazi haya ya ngozi? Ngozi yoyote ya mnyama, ukitoa yale manyoya, ngozi yake inakuwa ni plain, haina nembo yoyote. Sasa Mungu alikuwa anatujulisha, ndio maana mavazi yanayotambulishwa kwenye Biblia ni mavazi matakatifu mawili, kanzu na joho. Sasa sifa ya kanzu ni mavazi ambayo yako plain. Kwa hiyo mavazi, nimefundisha sana kwa habari ya haya mavazi. Lakini pia shetani ameweka mavazi ya kigeni na kufundisha haya ili uokoe roho yako. Mavazi yanabeba roho. Ndio maana unamwona Elisha anaomba sehemu maradufu ya roho ya Elia.
lakini anaambiwa utakapolipokea vazi. Alipolipokea vazi la Eliya, alipokea roho ya Eliya, akaanza kutenda kama Eliya. Unamuona Yesu anamponya yule mama alipogusa pindo la vazi. Mavazi yanabeba roho. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Sefania sura ya 1 mstari wa 8 imeandikwa, na itakuwa katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, nitawaadhibu wakuu na wana wa mfalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Piga magoti, omba Mungu akujulishe mavazi ya kigeni. Na kumbuka neno la Mungu linakwambia anakwambia kwamba wala, Warumi sura 12 mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Dunia hii ina namna yake. Anaendelea anasema, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa mapenzi ya Mungu unayajulia wapi? Kwenye neno. Neno la Mungu ndio linakujulisha namna ya wewe kuishi, namna ya wewe kuvaa, namna ya wewe unatakiwa uleje. Hayo yote yameandikwa ndani ya Biblia. Shetani kaweka alama nyingi sana kwenye mavazi, nembo za kila namna kwenye mavazi. Wewe huna ufahamu, unavaa tu ukiamini kwamba ni mavazi mazuri. Hapana. Hizo nembo na alama mbalimbali shetani anazoziweka kwenye mavazi ni password zake. Unatembea na mapepo, wakati mwingine unateseka, unahangaika. Shida kubwa ni mavazi unayoyavaa, yamebeba nguvu ya uharibifu kupitia hizo nembo, kupitia hizo alama mbalimbali, kupitia hayo maua mbalimbali ambayo wewe unaiona ni mazuri. Sasa neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 24, lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Tiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Wasiozijua fumbo za Shetani. Shetani ana mafumbo mengi, mavazi mengi, ameweka password zake, alama zake, nembo hizi, lakini watu wengi wamekosa ufahamu. Na hata Paulo anasema katika Wagalatia sura ile ya 6 mstari wa 17, anasema tangu sasa mtu asinitaabishe, nachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Kumbe unaweza ukataabishwa na chapa za watu, wanaweka kwenye mavazi, wanaweka kwenye manguo, vitu mbalimbali. Unataabishwa, unaangaishwa, lakini wewe hujui. Usipoliishi neno la Mungu, wewe unaliishi neno la Shetani. Maisha yako yote unayoyaishi nje ya neno la Mungu, unaishi maisha ya Shetani. Sasa Mungu anataka ujue neno la Mungu. Pia anasema katika kile kitabu cha Efeso sura 4 mstari wa 17, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa wanavyoenenda. Umeokoka. Kabla ya kuokoka ulikuwa unavaa kanga, ulikuwa unavaa nguo za maua maua, ulikuwa unavaa vitenge, unavaa vimini. Na leo hii umeokoka, bado unavaa vile vile. Wewe bado hujaokoka. Kabla hujaokoka ulikuwa unakula hivi, unakula hivi, unakula hivi. Umeokoka, bado unakula vile vile. Wewe bado hujaokoka, kwa sababu vyakula vyako vimeelekezwa ndani ya Biblia, mavazi yako yameelekezwa ndani ya Biblia. Na haya nayazungumza kwa ajili ya kuokoa roho yako, ni kwa faida yako wewe, uokoe roho yako. Hukumu inakuja sasa. Shetani atakuzuia kuingia mbinguni kupitia mavazi, kupitia kanga, kupitia mavazi haya yenye maua, kupitia jinsi. Kama unavyomwona Aston Adam ambaye anashuhudia kwa habari ya jinsi. Sasa nimeamua kukuletea haya ili uweze kujua. Usichukie neno la Mungu, usichukie maarifa. Pokea maarifa, na ukiona uelewi, piga magoti uombe. Ndio maana nakufundisha uwe unaomba. Neno la Mungu linasema ombeni nanyi mtapewa. Omba, sio unabeza tu. Wengi wamekuwa ni watu wa kubeza, wengi wamekuwa ni watu wa kukashifu, wengine wanaziaki, wengine wanasema vibaya. Wewe wache waseme vibaya, ila wewe simama kwenye maombi. Tuko nyakati za mwisho. Shetani naye anapambana usiku na mchana, na ameweka watumishi kila kona ili kuwavuruga ufahamu. Yesu anarudi, hivyo Yesu anataka ujiandae, na muda umebaki ni mchache. Amina. Neema ya Bwana Yesu
iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen.